يا رب نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم inna na'udhu bika min adhabin nar. Tunaendelea na kitabu Ahkamul Janaiz, na bado tungali katika mlango wa as-sala ala al-mayit, juu ya sala kumsalia maiti, na tunaendelea katika sehemu ya 63 katika ukurasa wa 98. Katika darasa iliyopita tulifikia hapo. Kwa hivyo sehemu ya 63, wa kullama kathura al-jam'u, na kila ikiongezeka idadi ya wenye kusalia maiti, kana afdalu lilmayiti, idadi hiyo inakuwa ni bora zaidi kwa yule maiti, wa anfa'u, na imekuwa ni jambo la kumnufaisha, liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, na hayo ya kwamba idadi ikiwa kubwa kwa jamaa wanaosalia maiti, kwamba inakuwa jambo hilo ni bora zaidi kwa maiti na lenye kumnufaisha. Dalili yake ni kutokana na kauli ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama pale aliposema, ma min mayitin, hakuna katika maiti yoyote, tusalli alayhi ummatun min almuslimin, maiti ambaye watasalia juu yake umma katika Waislamu, umma huo yablughuna 100, wanafikia idadi ya watu 100, basi hapana kwa maiti huyo isipokuwa, na ikawa watu hao kulluhum yashfa'una lahu, wote kwa pamoja nia zao wamemfanyia ikhlasi mwenzi wao, wanamtakia uombezi, wanamuombea yeye kwa Mwenyezi Mungu asamehewe dhambi zake, aondoshewe adhabu za kaburi, akoshwe katika madhambi yake kwa maji na theluji na barafu, yani wanamuombea dua njema. Basi hapana kwa maiti yoyote ikitimia idadi hiyo, illa shufi'u fihi, hapana shaka isipokuwa hukubaliwa wao lile ombezi lao wanalolifanya kwa maiti yule. Hiyo ni kauli ya Mtume sallama. Wa fi hadithin akhar, na katika hadithi nyingine limekuja tamko illa ghufira lahu, isipokuwa husamehewa maiti huyo, badili ya illa shufi'u fihi. Katika hadithi nyingine imekuja ma min mayitin tusalli alayhi ummatun min almuslimina yablughuna 100 kulluhum yashfa'una lahu illa ghufira lahu, hapana shaka kwa maiti huyo isipokuwa husamehewa yeye. Hadithi
akhrajahu Muslim, ameitoa Imam Muslim wa Nasa'i wa Tirmidhi wa sahahahu, na kaisahihisha Imam Tirmidhi wal Bayhaqi wa Tayalisi wa Ahmad min hadithi Aisha, na Ahmad kapokea kutokana na hadithi ya bibi Aisha radhiyallahu anha bil lafdhi al-awwal, kwa tamko lile la mwanzo lenye kumalizikia illa shufi'u fi. Tunaendelea kutaja masnadi wa Muslim wa Nasa'i, na vile vile hadithi hii kaipokea Imam Muslim na Imam Nasa'i wal Bayhaqi wa Ahmad min hadithi Anas, kutokana na hadithi nyingine ya ya sahaba bwana Anas ibn Malik wa Ibn Majah, na vile vile kutokana na Ibn Majah min hadithi Abi Huraira. Hao wote wamepokea kutokana na hadithi ya Abi Huraira bil lafdhi al-akhari, kwa tamko jingine. Wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake hadithi hiyo ni sahihi ala sharti ash-shaykhaini, juu ya sharti walioiweka mashekhe wawili. Wa qad yughfaru lilmayyit, na kwa hakika huenda akasamehewa maiti madhambi yake, walau kana al-adadu aqalla min 100, ijapokuwa idadi ya wenye kusalia maiti yule imekuwa ni chache, pungufu kuliko 100. Ingawa katika hadithi hii tuliyoacha sasa hivi mtume kataja idadi ya watu mfikia 100, lakini waqad yughfaru lilmayyit, kwa hakika huja akasamehewa maiti, walau kana al-adadu, hata kama idadi ya wenye kusalia maiti ile aqalla min 100, imekuwa ni chache zaidi kuliko 100, kwa sharti idha kanu muslimina, pindi itakapokuwa wenye kusalia maiti hiyo ni Waislamu kwanza, na sharti ya pili lam yukhalitu tauhidahum shay'un, iwe haikuchanganya tauhidi yao hiyo kumpokesha Mwenyezi Mungu, jambo lolote hakuchanganyika tauhidi yao mina shirki, kutokana na mambo ya ushirikina. Ikiwa watu wanaosalia maiti watakuwa ni kidogo kuliko 100, lakini ikawa watakuwa ni Waislamu, na halafu katika itikadi yao ya kumpokesha Mwenyezi Mungu hakuna ushirikina wowote ambao umechanganyika na itikadi ile, vile vile maiti huyo hughufiriliwa dhambi zake, yani wenye kusali hukubaliwa dua wanazoomba kwa maiti yule, lakini kwa sharti wawe ni Waislamu na iwe hawakuchanganya chochote katika tauhidi zao. La kama pale wamesimama miongoni mwao wana athari ya ushirikina, basi pale Mwenyezi Mungu anawaacha. Maiti yategemea zaidi tena amali zake mwenyewe, lakini dua za watu wale imekuwa zikubaliwa. Wakiwa na athari yoyote ya ushirikina, kama kuabudia mizimu, kuabudia masanamu, kuomba aliokuwa si Mwenyezi Mungu, hata kama ni malaika, hata kama ni mitume, katika mambo ambayo hawezi kuyafanya ila Mwenyezi Mungu, wakifanya hivi basi hata wanaposalia sala maiti Mwenyezi Mungu akubali dua zao. Athari yoyote ya ushirikina, hata kama ni kuweka chotezo, mtu akaweka na ubani kwa kuitakidi kwamba pale kwenye kibanda yuko shetani ndio atakayepokea dua zile kumfikishia Mwenyezi Mungu, hiyo ni shirki. Wakiwa watu kama hao, basi dua ya maiti ile inakuwa inaondoka patupu. Au wanaitakidi kwamba karatasi walizoziandika watu wakatundika kwenye majumba yao, ikiwa milangoni au ndani ya vyumba au kwenye maduka yao, karatasi zile wakazitakidi kwamba ni azma, talasimu zile ya kwamba ndio zinafanya usalama wao, ndio zinawapatisha riziki zao, basi hata wakisimama kumtakia rehema mwenzi wao, kumtakia maghfira mwenzi wao, dua zikubaliwe. Au wenye kuswali wana itikadi ya kwamba hawezi mtu kuishi bila ya kuwa na hirizi hiyo kwa ajili yake au kwa ajili ya mwanawe, basi wakisimama kumswalia maiti, akiwemo japo mmoja katika orodha ya wenye kuswalia maiti, basi huwa anaharibu dua kwa maiti. Alimradi sharti yenyewe iwe lam yukhalitu tauhidahum shay'un min ash-shirk, haikuchanganya kuingia ndani ya itikadi yao ya kumpokesha Mwenyezi Mungu lolote katika mambo ya ushirikina. Liqaulihi, na hayo
si kama anavurumishwa tu, anasemwa ni kutokana na tamko lake mjumbe wa Mwenyezi Mungu pale aliposema. Mtume amesema sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin muslimin yamut, hapatikani mtu yoyote muislamu ambaye anakufa, fayaqumu ala janazatihi, basi wakasimama juu ya jeneza lake kusalia 40 rajulan, watu wapatao 40, watu wapatao 40, lakini kwa sharti la yushrikuna billahi shay'a, hawamshirikishi kwa Mwenyezi Mungu na chochote kile. Basi hapana shaka kwa watu 40 hao wakimsalia ndugu yao, illa shafa'ahumullahu fihi, hapana jingine ila Mwenyezi Mungu huwakubalia yale maombi wanaomuombea mwenzi wao, huwakubalia kwa maiti yule. Lakini sharti yenyewe iliyopo ni ngumu. Sharti ya kuepukana Waislamu na kumshirikisha Mwenyezi Mungu ni sharti ngumu, tena ngumu kuliko jabali lolote. Hayo anayathibitisha mwenyewe subhanahu wa ta'ala anaposema, wala tajidu aktharuhum yu'minuna billahi illa wa hum mushrikun, na huwezi kuwapata wengi katika waja wake Mwenyezi Mungu wanaomwabudu yeye Mwenyezi Mungu peke yake ikawa hawamshirikishi, huwezi kuwapata wengi, ila wengi wao wa hum mushrikun, wanakuwa ni washirikina. Wanalo jambo moja wapo miongoni mwa mambo ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu, japo moja wanalo, ni katika sharti iliyokubwa sana hiyo, na ni nzito. Ni vigumu kuwakuta wengi wanamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, wanamwamini peke yake, isipokuwa utawakuta wengi wao ni wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Wengi wako hivyo. Jambo la kumshirikisha Mwenyezi Mungu limekuwa ni gumu, kukosekana kwa viumbe. Basi kwa hivyo ibada yoyote ambayo imechanganyika na ushirikina huwa inaondoka patupu. Na hilo tendo la ushirikina ni tendo ambalo Mwenyezi Mungu hatosamehe. Katika makosa anayofanyiwa hatosamehe kosa hilo, na atasamehe mengine kwa mtakaye, kama alivyothibitisha mwenyewe kwenye kitabu chake aliposema, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Mwenyezi Mungu hasamehe kosa la kushirikishwa yeye, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na atasamehe makosa mengine yasiyokuwa ya ushirikina kwa amtakaye, anamjua mwenyewe vipi katubia. Wa man yushrik billahi, na yoyote mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, faqad iftara ithman azima, au katika aya nyingine, wa man yushrik billahi faqad iftara ithman mubina, au katika aya nyingine, wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, au katika aya nyingine, wa man yushrik billahi fakaannama kharra min as-samai fatakhtafuhu at-tayru au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, au katika aya nyingine, wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar. Alimradi Qur'ani nzima Mwenyezi Mungu ameizungushia maneno dhidi ya ushirikina. Hakuna pahala ambapo imekuja aya ikafuta hukumu nyingine ya nyuma, isipokuwa kila inakuja aya inazidi kutilia mkazo maneno ambayo yametangulia nyuma. Pia Mwenyezi Mungu akasema katika aya nyingine, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, na kwa hakika sisi tulimpeleka katika kila umma mtume, mjumbe tulimpeleka. Mjumbe huyo tulimwambia, waambie watu wako, ani'budullaha wajtanibu at-taghut, ya kwamba nyinyi watu mnatumwa, mimi nimetumwa na Mwenyezi Mungu nikwambieni ya kwamba mmwabudu Mwenyezi Mungu na mjiepushe na taghut. Taghuti ni chochote kile ambacho si Mwenyezi Mungu, ikiwa ni malaika, ikiwa ni mtume, ikiwa ni sheria. Sheria yoyote ambayo itafuatwa ikawachwa ya Mwenyezi Mungu, basi imekuwa ni sheria ya kitaghuti. Alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu billahi, hujawaona wale ambao wanajigamba kwamba wao wameamini Mwenyezi Mungu, lakini wanapoitwa kwa hukumiwa na kitabu cha Mwenyezi Mungu, wanapoitwa ili wahukumiwe na kitabu hicho cha Mwenyezi Mungu alichokiamini, basi huwa wao wanakubali kuabudia sheria za kitaghuti. Yu'minuna biljibti wattaghuti wa qad umiru an yakfuru bihi,
wanaamini mambo ya jibiti na taghut, na hali ya kuwa wameamrishwa ndani kitabu cha Mwenyezi Mungu yakatae mambo hayo. Kwa hivyo hata sheria vile vile itakayofuatwa na waumini ambayo haitokana na Mwenyezi Mungu au inatokana kinyume na Mwenyezi Mungu, basi sheria hiyo huwa ni ya kitaghut. Kwa hivyo walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, kwa hakika sisi tulimuinua tukampeleka kwenye kila umma mjumbe. Mjumbe huyo aliambiwa awaambie watu wake ani'budullaha, ya kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu, wajitanibu taghut, na mjiepushe mbali na kuabudia shetani. Kila kilichokuwa si Mwenyezi Mungu ni taghut, ni shetani. Basi faminhum man hadallahu, wapo miongoni mwao alioongoa Mwenyezi Mungu wakawa na maabudu peke yake wamshirikishi. Wa minhum, na miongoni mwao man haqqat alayhi dhalala, wako ambao umewathibitikia upotovu kwamba wao hawakukubali kumpokesha Mwenyezi Mungu, bali wamemwabudu Mwenyezi Mungu huyo pamoja na kumchanganyia wengine. Wa minhum man haqqat alayhi dhalala fasiru fil ardi, tembeni katika ardhi, fanduru kaifa kana aqibatul mukaththibin, mkaangalie nini umekuwa mwisho wa wale wenye kukadhibisha jambo hili. Kwa hivyo ma min rajulin muslim, tumenasema hakuna yoyote mtu muislamu yamutu ambaye anakufa, fayakumu ala janazatihi, basi wakasimama juu ya jeneza lake 40 rajulan, watu wapatao 40, kwa sharti watu hawa wapatao 40 la yushrikuna billahi shay'a, hawamshirikishi Mwenyezi Mungu na chochote kile, basi illa shafa'ahumullahu fihi, hapana jambo jingine ila Mwenyezi Mungu atawakubalia uombezi wao wanapomuombea ndugu yao Muislamu, na huyo anaoombewa naye vile vile. Kwa upande wa waombeaji wa hoshi na kwa upande wa yule mwenye kuombewa naye vile vile, asiwe ameondoka duniani aliyakuwa ametenda mambo ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Akiwa amekufa nayo mambo yale, basi inna Allah la yaghfir an yushraka bihi. Na ni katika mambo ambayo inaonekana katika maisha yanayokwenda kila siku binadamu, ni katika mambo ambayo inaonekana haiwezekani thumma haiwezekani mtu awe hana jambo la kushirikisha Mungu. Ataishi vipi anajiona bila ya kuwa na mizimu ya jadi? Ataishi vipi bila ya kuwa hata na hirizi na kutolea hoja watu na sababu na nini na nini, na kwamba kilichoandikwa ni aya za Qur'ani? Qur'ani haikuletwa kwa madhumuni ya kuandikwa watu wavae iwa kingi na kama hiyo. Qur'ani ni katiba, Qur'ani ni muongozo. In huwa illa dhikrun lil alamin, si maneno mengine haya isipokuwa ni maonyo. Wamekusudiwa viumbe wenye akili, liyundhira man kana hayyan, aonywe kila kiumbe aliye hai mwenye akili apate kuonyeka na maneno hayo. Si maneno ya kuandika mtu kwenye mutukari yake aya ya Qur'ani kwamba inna Allaha ma'as sabirina, au kwa kwenye mlango wake inna fatahna laka fathan mubina, au chumbani kwake au kwenye msikiti. Si maneno hayo kazi yake. Kazi yake ni kusomwa, kuhifadhiwa na kufuatwa vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametaka viumbe wake wafanye. Si maneno ya kubandika fanicha, wala maneno ya kuitakidi mtu kwamba atamlinda kwa kuyavaa mwilini, bali Qur'ani inayo khawas. Maneno ya Mwenyezi Mungu yana khawas, yana mambo ya miujiza, yana mambo ya ajabu kwa mwenye kusoma. Lakini mwenye kusoma ambaye anafahamu nini anakisoma, anasoma sawa sawa, anajua maana yake nini, na halafu anafuata Qur'ani ile, basi Qur'ani inayo khawasi, inayo ulinzi maalum kwa mwenye kusoma, na sio mwenye kuandika au mwenye kutia kwenye kombe akanywa. Qur'ani kwa hakika kazi yake hiyo kwa mwenye kusoma Qur'ani, ama Qur'ani kwa hakika inayo khawasi. Ndio maana mtume akawa halali ila asome sura Ikhlas na muawadhataini na ayatul kursiyu, kwa sababu ya kwamba ina khawasi maalum Qur'ani. Lakini kwa mwenye kusoma, si kwamba mtu aandike halafu avae na kadhalika kadhalika. Lilikuwa ni jambo gumu kupatikana watu waliomtakasia Mwenyezi Mungu ibada moja kwa moja, ni jambo gumu zito. Na kwa hivyo imekuwa sharti hii imewekwa maalum, ama watu watakuwa wanaondoka patupu katika ibada zao wenyewe, na hata wanapomtakia ndugu yao aliyefariki dunia, basi dua zao zinakuwa zinatoka patupu. Hadithi hii akhrajahu Muslim wa Abu Daud, ameitoa Imam Muslim na Abu Daud wa Ibn Majah wal Baihaqi wa Ahmad
min hadithi Ibn Abbas, kutokana na hadithi ya sahaba wa mtume bwana Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Warawahu an-Nasa'i wa Ahmad, na vile vile hadithi hii ameisimlia Imam an-Nasa'i na Ahmad min hadithi Maimuna, kutokana na hadithi nyingine ya bibi Maimuna ambaye zaujun nabii, ambaye yeye ni mke wa mtume sallallahu. Hadithi hiyo ilikuja mukhtasaran kwa ufupi, wa sanaduhu hasanun, na mategemezi yake ni mazuri. Kifungu cha 65 katika mambo yaliyohusiana na mambo ya mazishi, mambo ya jeneza, anasema wa yustahabbu, na inasuniwa, au yustahabbu maana yake inapendezeshwa, na jambo ambalo lipendezeshwa bila shaka litakuwa ni sunna, ndio maana likapendezeshwa likawa ni jambo zuri. Wa yustahabbu, na inapendezeshwa wenye kusalia maiti, si lazima, lakini wakifanya hivyo itakuwa ni bora. An yusaffu wara al-imami, wajipange safu nyuma ya imam, 3 sufufin, safu 3. Jambo hilo si lazima kisheria, bali linapendezeshwa. Tumeshaona nyuma kwa yule ambaye mtume hakupewa habari ya kifo chake, alipoulizia yuko wapi fulani, akaambiwa amefariki. Sisi tuliona tabu kukuhangaisha mtume, jua kali na hivi na hivi, na wewe umefunga, tukaona tabu kukuhangaisha kukutoa nyumbani kwako jua kali, kwa hivyo sisi tumeona tumzike tu basi. Mtume akataka kwamba aende akaonyeshwe kaburi lake. Alipokwenda pale na maswahaba baadhi yao wamemfuata, basi mtume akasalia pale pale kaburini swala ya maiti, na maswahaba walioko pale wakajipanga, wanasema safu 2, kuonyesha kwamba inajuzu safu 2, inajuzu 1, lakini kama zitakuwa ni 3 basi hilo jambo mustahabun. Wa yustahabu, na inapendezeshwa an yusafu wara al-imami, wenye kusalia maiti wajipange safu nyuma ya imam, 3 sufufin, safu 3, fasa'idan, na kuendelea zaidi ya 3. Qala ash-Shawkani, chini kuna maneno amesema Shawkani, wa aqallu ma yusamma saffan, na uchache kabisa wa kitu ambacho kinaitwa safu, rajulani, wakiwepo wanaume 2 basi ni safu tayari. Wala hadda li aktharihi, lakini hakuna mpaka wa mwisho katika wingi wake watu, lakini kwa uchache safu inaweza ikapatikana kwa watu 2. Kama watajipanga nyuma pale safu basi tayari safu. Tayeb, anasema fasa'idan, na kuendelea zaidi ya safu 3. Li hadithaini, na hayo ya kupendezeshwa kwamba safu ziwe 3 katika swala ya jeneza, mategemezi yake ni kwa hadithi 2 ruwiya fi dhalika, zimesimuliwa katika jambo hilo. Al-awwalu, hadithi ya mwanzo, an Abi Umama qala, ni kutokana na sahaba wa mtume bwana Abi Umama al-Bahili amesema, salla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisali mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam ala janazatin, usalia jeneza fulani. Wa ma'ahu, na kwa bahati siku hiyo pamoja na yeye ambaye ni imamu anakuwa mtume, 7 nafarin, kulikuwa na watu 7 basi ndo hao. Faja'ala 3 saffa, basi bwana mtume akawajaalia watu 3 kuwa ni safu tayari moja hiyo. Wa 2 saffan, na watu wengine 2 akawajalia kuwa ni safu vile vile. Wa 2 saffan, na wengine 2 vile vile safu, ikawa 3, na 2 wengine 5, na 2 wengine 7, ikawa safu zimepatikana 3 pale. Hii ni kuonyesha kama watakuwa watu kidogo sana, na kama hiyo itakuwa ni jambo mustahabu kama watatimiza safu 3, si lazim bali mustahabu. Wakiweka hata safu 1 tu itajuzu, sawa sawa kabisa. Wakiamua kuweka 2 itajuzu, sawa sawa, lakini jambo hili ni mustahabun, limependezeshwa kisheria au limesuniwa kisheria. Hadithi hiyo rawahu Tabarani fi al-Kabir, ameisimlia Imam Tabarani katika kitabu chake alichokiita al-Kabir. Qala al-Haythami fi al-Majma', na akasema al-Haythami kwenye kitabu alichokiita Majma'i kwenye ukurasa nambari kadha, akasema ya kwamba wa fihi Ibn Luhay'a,
katika hadithi hii kuna mtu mmoja miongoni mwa wale waliopokea hadithi hii anaitwa Ibn Luhaya, wafihi, na kuhusiana na mtu huyo kalamun, kuna maneno mengi yanasemwa. Kwa hivyo hadithi kama hiyo imekuwa haiwezi kusimamishiwa hoja kwa sababu ya kuwepo dosari kama hiyo. Maimamu wanaotunza uadilifu wa hadithi, akipatikana mtu ambaye ndani yake panasemwa maneno mengi kuhusu yeye, basi huwa hadithi kama ile haiwezi kusimamishwa ikapewa hoja katika mambo ya kisheria. La katika mambo mustahabu tu basi itabaki mustahabu jambo, lakini katika jambo la kisheria kwamba hii haki, hii batili, hivi ndivyo, hivi sivyo, hadithi sheti iwe sahihi moja kwa moja, sheti iwe marufuu moja kwa moja. Hakuna jambo ndani yake katikati hivi kuna mtu anasema hivi na hivi na hivi katika walipokea hadithi hii. Kwa hivyo hadithi hii yumo mtu mmoja anaitwa Ibn Luhaya, wafihi kalamu, na ndani yake bwana huyo mna maneno mengi. Albani anasema hivi, qultu, mimi hapa nimesema ya kwamba wadhalika, na yamekuwa hayo kwa huyu bwana Ibn Luhaya, yamekuwa ni maneno mengi yasemayo kuhusu yeye, min qibali hifdhihi, mimi nimechunguza ni kitu gani kilichopo huyu bwana hata hadithi sipate nguvu, ni katika upande wa hifadhi yake. Si mtu mwenye hifadhi barabara moyoni mwake, anasahau sana. Hiyo imekuwa ni dosari kubwa sana katika ulimwengu wa hadithi, katika mambo sheria ya kidini. Katika orodha ya watu walioipata hadithi ile, akiweko mtu ambaye anasahau, anaghafirika mno, basi hadithi ile wanairecommend maimamu, wanaisema kwamba hadithi hii kidogo mna udhaifu ndani yake kwa sababu ya mtu fulani yumo kwenye orodha ya wapokea hadithi, yeye hifadhi yake si nzuri, ni mtu ambaye anasahau mara kwa mara. Kwa hivyo tunaogopea isije ikawa hakuhifadhi vizuri maneno ya Mtume, kasikia kwa mtu lakini hakuhifadhi vizuri, akafahamu vingine, akawaambia watu vingine. Anasema Albani, wadhalika, na limekuwa jambo hilo na kutiwa maneno huyu Ibn Luhaya min qibali hifdhihi, ni katika upande wa hifadhi yake. La tuhmata lahu fi nafsihi, si kutuhumiwa yeye mwenye nafsi yake kwa labda mtu mbaya, labda mtu muongo, la, ni katika upande wa tabia yake alionayo ya kimaumbile, ni mtu mwenye sahau sana, hifadhi yake si nzuri. Si kama ana ila fulani katika mambo machafu machafu, la, sio hivyo. La tuhmata lahu fi nafsihi, si tuhuma katika upande wa nafsi yake. Fa hadithuhu, basi hadithi yake hii fi shawahidi, inapatikana katika ushahidi mwingine. La ba'sa bihi, inapokuwa inao ushahidi mwingine, basi huwa hadithi yake hata kama hifadhi yake si nzuri, basi inakuwa haina ubaya wote. Fa hadithuhu fi shawahidi, basi hadithi yake bwana Ibn Luhaya anapoitoa, na kwa bahati hadithi hiyo ikawa inao ushahidi mwingine wa hadithi mbalimbali, la ba'sa bihi, huwa hakuna ubaya wote kuifuata hadithi kama hiyo. Walidhalika, na kwa ajili hiyo basi anaendelea kusema Albani ya kwamba auradtuhu, mimi nimeleta, mustashhidan bihi, hadithi nyingine yenye kutoa ushahidi wa hiyo aliyokuwemo na Ibn Luhaya, ala alhadith alati, ninaiwekea ushahidi kwa hadithi nyingine ifuatayo, wa huwa, nayo ni hii. Athani, na hiyo inakaa ya pili sasa, kusema yustahabu an yusafu wara al-imam al-thalatha sufufi fasaida. Ya kwanza ilikuwa ni hiyo ambayo ndani yake kuna mtu ambaye hifadhi yake si nzuri. Ya pili sasa, ambayo hiyo ndio anahitaji Albani kwamba hii ni ushahidi wa ile mwanzo, anasema athani an Malik ibn Hubaira, kutokana na bwana Malik ibn Hubaira qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu ya kwamba ma min muslimin yamutu, hakuna muislamu yoyote ambaye anakufa, fa yusalli alayhi thalathatu sufufi, watatu safu, watu wawili safu, na watu wawili safu vile vile. Kwa hivyo safu ikawa inapatikana hata kwa watu wawili vile vile. Kwa hivyo hadithi inayotia nguvu au kutoa ushahidi wa hadithi ile ya nyuma ni hii ya kwamba hapatikani muislamu yoyote ambaye amekufa wakasalia juu yake watu ambao wanatimia safu tatu,
min almuslimina illa aujaba wa fi lafdhin illa ghufira lahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu huwajibisha kukubali maombi yao watu wale, au katika riwaya nyingine illa husamehewa maiti yule. Qala, akasema yani Marthad ibn Abdullah al-Yazani, akasema bwana Marthad ibn Abdullah al-Yazani, fakana Malikun, basi akawa Imam Malik ibn Anas rahimahullahu, idha istaqalla ahlul janazati, kwa kutegemea na hadithi hii wa mtume kataja safu tatu, basi Imam Malik mwenyewe sasa rai yake alikuwa Imam Malik, wanapopungua watu wanaosalia jeneza kidogo, watu wapatikana, jazaahum thalathata sufufin, atawagawa mafungu matatu, kama tulivyoona kwenye hadithi ya nyuma mtume alifanya. Lil hadith, kwa kutegemea na hadithi hii. Ile ya nyuma ndio imeambiwa ya kwamba kuna mtu ambaye hifadhi yake si nzuri, lakini hii sasa ni hadithi ambayo imekuwa haikutajwa kwamba ina dosari fulani. Kwa hivyo hadithi yenyewe akhrajahu Abu Daud, ameitoa Abu Daudi, wasiyaqu lahu, na ule mtiririko wa maneno yake kama ulivyokuja ni yeye Abu Daudi kaupokea, wa Tirmidhi wa Ibn Majah wal Hakim wal Bayhaqi wa Ahmad wal lafdh al akhar, na tamko jingine lahu ni lake yeye vile vile Ahmad, wa kadha fi riwayatin lil Bayhaqi, na vile vile katika riwaya ya Bayhaqi wal Hakim, wa qala, na akasema Imam Hakim, hadithi hii sahihun ala sharti Muslim, ni hadithi sahihi juu ya shuruti aloiweka Imam Muslim. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, na akaiwafiki Imam adh-Dhahabi. Wa qala at-Tirmidhi, na akasema Imam Tirmidhi, wa tabi'ahu an-Nawawi fi al-Majmu', ina alifuata hadithi hii vile vile Imam an-Nawawi ndani ya kitabu chake alichokiita al-Majmu', akasema hadithun hasanun, hadithi nzuri. Wa aqarrahu al-Hafidh fi al-Fath, na akaikubali Imam Hafidh kwenye kitabu cha Fath. Wa fihi indahum jami'an, na ndani yake hadithi hii mbele ya hao maimamu wote, ndani yake kuna Muhammad ibn Ishaqa, yumo mwanafunzi wa Abu Hanifa Muhammad ibn Ishaqa, wa huwa hasanul hadithi, naye ni mtu ambaye ni mzuri katika kuhifadhi hadithi za mtume, idha sarraha bil hadithi, lakini pindi anapoweka waziwazi maneno yake. Kuna baadhi ya mahala huwa hasemi waziwazi maneno yake, anapoweka waziwazi maneno kwa ufasaha anakuwa ni mtu mzuri sana wa hadithi huyo Ibn Ishaq. Walakinahu huna, lakini mtu huyu kwa hapa qad ana, kwa hakika amedodosa maneno, amesema maneno ambayo kama kwamba hayafahamiki vizuri. Kwa hivyo fala adri wajha tahsirihim, anasema Albani, mimi sielewi sura ya kuifanya nzuri hadithi hii maimamu lilhadithi, kwa hadithi yenyewe. Fakaifa tashih, basi vipi itaambiwa mpaka iwe sahihi ikiwa ndani yake kuna mtu ambaye anatajwa amefanya kuleta maneno ya kubabaisha katika hadithi? Ama anapotamka sahihi basi hana matatizo, lakini hapa qad ana ameleta maneno ya kubabaisha. Kwa hivyo sielewi kwa njia gani watu wanaisema hadithi ni nzuri kimapokezi. Basi fakaifa tasihih, vipi tena itapewa hadhi ya kuambiwa sahihi na ilhali ya kwamba yuko mtu ambaye ana ameleta maneno yasiofahamika? Tunaingia katika sehemu ya 65 kwa mara ya pili tena. Ameweka 65 mara ya mwanzo, kati ya tena 65 mara ya pili. Ilikuwa labda hii hiyo 66, lakini ndio mambo yalivyo, pengine amesahau katika kuweka nambari, amerejea tena kusema ya kwamba 65 tena vile vile mara pili. Akasema wa idha lam yujad ma'al imami, na pindi hapa kupatikana pamoja na imamu anaosalia jeneza ghairu rajulin wahidin, isipokuwa aliyepo baada ya imamu ni mtu mmoja tu. Je, mambo yatakuwaje katika safu za kusalia watu wawili hao? Mmoja ni imamu na mmoja ndio maamuma. Wa idha lam yujad ma'al imami, na pindi hapa kupatikana pamoja na imamu ambaye anasalia maiti hakupatikana
ghairu rajulin wahid, isipokuwa mtu mmoja tu ndo aliyopo maamuma. Ikitokezea hivyo, fa innahu la yaqifu hidhaahu, kwani hakika huyo maamuma hatosimama mkabala na imamu huyo kwa kumkalia upande wake wa kulia, kama huwa sunnatu fi sa'iri salawati, kama ilivyo jamaa ya watu wawili, akiwa mmoja ni imam na mmoja ni maamuma, basi katika swala za fardhi hizi utakiwa pale mtu mmoja yule akae upande wa kulia wa imamu, nyuma kidogo tu chini yake, kwenye kisikino chake pale ndipo anapokwenda. Akitokezea mtu mwingine, watarudi nyuma watu wawili wale wakae sawa sawa nyuma yake. Hakutokezea mtu mmoja yule atakaa nyuma ya imamu kwa upande wa kulia wake, lakini katika swala jeneza mambo yatabadilika kidogo. Fa innahu la yaqifu hidhaahu, wa hakika maamuma kama atakuwa ni mmoja peke yake hatosimama mkabala na imamu kwa upande wa kulia, kama huwa as-sunnatu fi sa'iri salawati, kama jambo hilo lilivyokuwa ni sunna katika sala nyingine. Bal yaqifu khalfa al-imami, bali mtu mmoja atasimama nyuma ya imamu katika sala jeneza. Dalili yake wapi ipatikana? Lilhadithi almutaqaddim, kwa hadithi ambayo imetangulia nyuma, fil mas'alati, katika mas'ala nambari 62. Hapa kaandika 33. Nilipofungua 33 nikaona 33 ni nyuma kabisa huko kunazungumzwa mambo mengine kabisa yasiohusiana na hapa. Kwa hivyo hiyo nambari ameikosea, utaandika kwa kalamu au penseli nambari 62 ya Kiarabu na sio 33. Hapa amekosea kidogo, kwa sababu nilifungua 33 nikaona mambo yanazungumzwa ni mengine tena mbali nyuma kabisa. Hii 62 ni katika nafasi ambayo tumeisoma katika darasa za nyuma kidogo tu, darasa lililopita, si mbali sana. Ukitaka 62 utafungua uone panazungumzwa habari hii, na kwa bahati maneno yenyewe kayatia hapa. Hoja ya kwamba mtu mmoja peke yake akiwa ni maamuma hatosimama ubavuni upande wa kulia kwa imamu, hoja yenyewe ni kama ilivyotangulia kwenye hadithi ya nambari 62 katika kifungu cha 62, wafihi, na katika maneno yake yaliyomo humo inasema hivi, kama mnakumbuka tulisema fataqaddama Rasulullah, alipoitwa mtume kusalia maiti ya bwana Abi Talha, maiti wake bwana Abi Talha, yani mwanawe alipokufa, aliitwa mtume, na ndani ya nyumba ile ikawa yuko Abu Talha na mke Sulaim pamoja na mtoto mdogo mwanamume Anas ibn Malik peke yao. Basi mtume aliwapanga watu watatu wale namna kama hivi, fataqaddama Rasulullah, akatangulia mbele mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wakana Abu Talha waraahu, na Abu Talha kwa nyuma yake, wa Sulaim waraa Abi Talha, na Sulaim akasimama nyuma ya Abi Talha, ambaye ni mwanamke asimame sasa na mwanamume, na yule mtu mmoja mwanamume aliyekuwepo, hayakuwepo mtu mwingine pale, hata Anas aliyekuwepo kutajwa. Basi yule Abu Talha akakuwa ni mwanamume peke yake, hakusimama ubavuni wa kulia kwa imam, kwa ni peke yake, alikaa nyuma. Na yule mwanamke kwa kuwa ni mwanamke hatakiwi kukaa sawa sawa na mwanamume kwenye safu, inabidi akae nyuma. Naam, inabidi akae nyuma vile vile. Walam yakun ma'ahum ghayruhum, na dalili yenyewe ni kwamba hapakuweko pamoja nao mtu mwingine, hata Anas ibn Malik hajakuwepo hapo. Kwa hivyo hadithi ile, tokeo lile likachukuliwa kwamba ni dalili ya wazi kuonyesha kwamba kama atakuwa maamuma ni mmoja peke yake mwanamume, hatosimama ubavuni mwa imamu wake upande wa kulia kama anavyotakiwa asimame mtu katika swala nyingine za fardhi. Katika swala nyingine za fardhi unapomkuta imam peke yake utakumfuata, na wewe ni peke yako, kuna mwenzako katika jamaa ile, basi usisimame nyuma ya imam katika swala za fardhi, utakwenda upande wa kulia wa imam, yani si sawa na yeye bali nyuma kidogo tu. Vidole vyako vinakuwa viko sawa sawa na visigino vyake yeye kwenye kisigino chake, wewe unaika vidole vyako vya mbele pale, unakuwa kwa chini yake.
Akitokezea mtu utarudi nyuma, utakaa na mtu sasa nyuma imam. Hakutokezea utaswali hivyo hivyo mpaka swala imalizike. Lakini katika swala jeneza kwa dasturi ambayo mtume aliwapanga hawa watu, ikachukuliwa kuwa ni dalili kwamba akiwa mtu mmoja hatosimama ubavuni kwa imamu ila ataka nyuma yake, kwa hadithi hii. Na masala yenyewe ni nambari 62 na sio nambari 33. Hapo kidogo mambo ya uchapaji ilikosewa nambari. Kwa hiyo tunaingia katika sehemu ya 66, kifungu cha 66 katika mambo yaliyohusiana na mazishi. Bado tungaliko katika mambo ya kusalia maiti. Tunaingia kwenye kifungu cha 66 sasa. Anasema walwali, na mtu mwenye daraja ya ugavana, kawekwa pahala yeye na amiri mu'minina kwamba ni gavana, pahala ni mkubwa, au cheo chake ni khalifa au amiri mu'minina na kama hiyo, na ikawa ana elimu ya kutosha, ikawa zile sharti zilizowekwa za kumtanguliza imamu mbele anazo, si kwa sababu ya kwamba ni gavana tu. Na Waislamu hawamweki gavana ovyo ovyo, wanakuwa wanamweka gavana ambaye katimia. Kwa hivyo ikiwa katimia hivyo, walwali, na yule mtu ambaye ametawalia mambo ya Waislamu, ama kwa cheo cha ukhalifa au amiri almu'minina au ni gavana tu, liwali au naibuhu au naibu wake, mtu aliyekuwa chini yake gavana yule, ambaye anazo sifa za kuweza kuongoza ibada. Na sifa za kuongoza ibada mtu kuwa nazo, mtume kaziweka hizi. Ya kwanza kabisa, ya ummukum aktharukum Qur'anan, akuongozeni katika ibada yule ambaye amekuzidi mno kwenye Qur'ani, kahifadhi zaidi, anasoma vizuri zaidi, anajua hukumu zaidi. Basi kipimo cha kutangulizwa mbele mtu utangulizwa kwa sifa hii mwanzo. Na watu wakiwa kwenye Qur'ani wako sawa sawa, basi pale atatazamwa yupi anaojua sunna za mtume zaidi kuliko wengine, atawekwa mbele kwa sababu yeye ni mjuzi wa sunna za mtume katika ibada hii. Wakiwa katika sunna ya mtume sawa sawa, hapo tena ndiyo yatatazamwa mambo mengine, kama vile kuhajiri mwanzo. Nani kahajiri mwanzo kutoka Maka kwenda Madina, atapewa mtu heshima kwamba kahajiri mwanzo, au nani kasilimu mwanzo. Na mwisho kabisa ni umri wa mtu. Mwisho kabisa tena, kama itakuwa kwenye Qur'ani watu wote sawa sawa, hajui kitu pengine, au wanajua wote sawa sawa, kifuatao sawa sawa, katika sunna wako sawa sawa, katika kuingia kwenye Uislamu wakitazamana wako sawa sawa, mwisho kabisa ndo umri. Mtu mzima tena pale atakuwa heshima ya utu uzima wake, ataambiwa weka mbele sasa. Lakini utu uzima haufuidafu mbele ya sunna, utu uzima haufuidafu mbele ya Qur'ani. Kwa hivyo umri wa mtu umewekwa mwisho kabisa. Kwa hivyo huyu liwali huyu na naibu wake, ikiwa wanazo sifa hizi, ndo hapa tunazungumza walwali au naibuhu. Na yule liwali au gavana au naibu wake ahaqu bil imamati, wana haki zaidi ya kusimama uimamu, kusalia sala ya jeneza, fiha, katika jeneza hilo, min alwali, kuliko yule jamaa yake mtu yule. Ikiwa huyo jamaa wa mtu kazidiwa na liwali yule kwa mambo hayo ya kutangulizwa mbele imamu, kazidiwa kwenye Qur'ani, kazidiwa kwenye sunna, basi itabidi hapa gavana achukue nafasi kuliko jamaa yake maiti yule. Asijakaona kama mimi na mtu wangu huyu, mimi ni maiti yangu huyu, itabidi hapa nisalie mwenyewe. Pengine hajui kitu huyo jamaa wa maiti, hajui kusoma Qur'ani hata alhamdu, hajui chochote. Basi kwa hivyo pale itabidi ampe yule gavana atangulizwe mbele, na dalili yake inakuja baadaye. Lihadithi Abi Hazim qala, ni kutokana na hadithi Abi Hazim amesema, inni la shahidun, hakika mimi nilikuwa ni mwenye kushuhudia, yauma mata al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, siku alipokufa Sayyidina Hasan, mtoto wa Sayyidina Ali ibn Abi Talib, mjukuu wa mtume, yani Mwenyezi Mungu awe radhi wote na baba yake. Alipokufa Sayyidina al-Hasan,
anasema huyu bwana Abi Hazim, mimi nilishuhudia, faraitu al-Husaina, nikamuona Sayyidina al-Husayn ndugu yake yule aliyekufa Hasan, nikamuona Husayn ibn Ali yakulu li Sa'id ibn al-Asi, anamwambia bwana Sa'id ibn al-Asi, na huku wayutu'inu fi unuqihi, anamchocha katika shingo yake kama kumsukuma mbele, nenda swali wewe ndio imam swali, na ilhali ya kuwa Sayyidina al-Husayn aliyekufa ni kaka yake, baba mmoja mama mmoja. Tena isitoshe, si katika mbumbumbu Husayn, ni katika mtu ambaye Qur'ani hafidh na sunna hafidh, lakini kwa daraja ya pale, kwa kuwa na yule gavana naye vile vile anahesabika kwamba ni hafidh wa Qur'ani, anajua sunna, kwa hivyo cheo chake cha ugavana ilibidi apewe mbele, kwa kuwa yeye ni mwenye kusimamia mambo ya Waislamu, ni amirul mu'minin pale. Basi Sayyidina al-Husayn akawa anamtanguliza bwana Sa'id ibn al-Asi, wayutu'inu fi unuqihi, na huku anamchocha kumsukuma katika shingo yake, wayakulu, anamwambia taqaddam, nenda mbele Sa'id ibn al-Asi usalishe bwana. Maana yule bwana Sa'id ibn al-Asi alikuwa ana sita pale, anamwona Hussein yuko pale, mjukuu wa mtume aliyekufa ni kaka yake, aliona kwamba aingie mwenyewe Hussein, lakini Hussein akawa anamsukumiza mbele bwana Sa'id ibn al-As, na katika kumtanguliza mbele kule anamshinda kwa hoja, akatumia nguvu ya hoja, akamwambia nitakushinda kwa hoja yangu ni hii, falaula annaha sunnatun ma qaddamtuka, jambo hili la kutangulizwa gavana au liwali, laiti ingelikuwa si sunna ya mtume, kwa nafasi hii mimi nisingelikutanguliza mbele. Mimi huyu ni kaka yangu, damu yangu, tena sote tulikuwa mtume mwenyewe, ningesimama kusalia, lakini ninaogopa kuikiuka sunna ya mtume. Tangulia mbele gavana wetu, nenda ukasalie wewe. Mimi ninaelewa vizuri kwamba hii ndio sunna ya mtume, falaula annaha sunnatun, laitihi kama si sunna ya mtume, ma qaddamtuka, mimi nisingali kutanguliza wewe usoni. Halafu anasema Albani, wa Sa'idun, na huyu Sa'id ibn al-Asi alikuwa amirun ala al-Madinati yawma idhin, ni amiril mu'minina pale Madina wakati huo, kachukua hii nafasi pale kama ni governor pale, kakamata pale, anaongoza mambo ya Waislamu pale. Kwa hivyo Sayyidina al-Husayn hakuweza kabisa kumkiuka, na akamshinda kwa hoja moja, akamwambia ingelikuwa si sunna ya mtume hii, nisingeli kutanguliza mbele mimi. Kwa hivyo hapa akamshinda, ikabidi maiti ile ya Sayyidina al-Hasan ikasaliwa imamu wake akawa bwana Sa'id ibn al-As. Lakini sisi fahamike vizuri kwamba huyo anaopewa mbele kwa sababu ya cheo chake cha amirul mu'minina, sifa zote za kutangulizwa anazo. Akiwa hanazo cheo kile, kuna hadithi nyingine ya mtume ambayo tutakuta mbele sasa hivi karibuni hapa, mtume kaweka kwamba asisalishe mtu, la ya ummu nasa bisultanihi, asije mtu akataka kuongoza ibada ya Mwenyezi Mungu, ikiwa sala ya maiti au sala nyingine, kwa sababu ya dola yake alionayo, nguvu ya utawala, asijakatumia cheo hicho mtu. La, kama anazo sifa za kwamba yeye katimia kwenye Qur'ani, katimia kwenye sunna, basi anaweza akapewa, na ikawa yeye ni amirul mu'minina. Sasa sio basi uongozi wa kidunia tu, amekuwa anasimamia mambo ya waumini, amirul mu'minina, atapewa nafasi ya kuongoza ibada ya Waislamu kwa sababu ya cheo cha uamirul mu'minina, na sio tu basi kwa sababu ya uongozi wa kidunia tu, la, kwa sababu ya kwamba yeye ni amirul mu'minina atapewa nafasi kama hiyo. Na wale wenye maiti wao hili walielewe, wasijakashikilia pale kuongoza wao, japokuwa jambo lile hawalielewi vizuri, na hivi ni bora kuwapa watu wanaojua. Madaraka unayatizama kwa amirul mu'minina au unatizama kwa mkubwa yote pale, labda pana mtaalamu mwanachuoni pale ndo anaongoza pengine msikiti kwa kusomesha, kwa kusalisha, basi hiki ni cheo unaweza kumkabidhi kwamba utasalia maiti yangu.
huku ukiwa unaelewa kwamba zile sifa anazo za kutangulizwa mbele kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu, si kwa sababu tu yeye pale ndio mkubwa wa kiambo, pale yeye ndio imamu, pale yeye ndio hivi, zile sifa akiwa anazo. Tayeb, wakana bainahum shay'un, na anasema baina ya huyu Husayn anomtanguliza yule bwana Said bin al-As na baina ya Said bin al-As palikuwa na kitu hakukitaja, lakini palikuwa kidogo na fundo baina yao. Unajua kwamba ilitokezea fitna wakati uhai wao hawa, ilitokezea fitna ya kina Muawiya na kina Yazid na hivi na hivi, basi pakawa na kitu kidogo, palikuwa pana undani baina ya mjukuu wa Mtume Husayn na Said bin al-As, lakini undani huo hakuhesabu kabisa madhal fanasuna ya Mtume ya Amirul Mu'minina kutangulizwa mbele kusalia maiti. Alimwambia nenda. Yule Saidi mwenyewe sita alikuwa ni mzito kwenda, lakini akamwambia kwamba hii ingelikuwa sunna ya Mtume nisingekutanguliza mie, kwa sababu mbekati yao palikuwa na kitu kidogo, palikuwa na undani kidogo. Sawa. Alafu anasema chini hapa nambari 1 kuhusiana na huyu bwana Said ibn al-As. Bwana Said ibn al-As, asili ya Saidina Husaini kumtanguliza mbele asalie maiti ya kaka yake na kumwambia kama ingelikuwa si sunna hiyo mimi nisingekutanguliza. Huyu Said ibn al-As kwa ufupi tarehe yake, lahu ru'yatun, amepata kumuona Mtume katika uhai wake. Qubidha an-nabiy, alifishwa Mtume wa Mungu sallama, walahu 9 sinina, na hali ya kuwa yeye ana umri wa miaka 9. Wakana haliman, na alikuwa ni mpole sana, wa quran, na alikuwa mcha Mungu sana, wa min ashrafi Quraish, na alikuwa ni katika watukufu wa Quraish. Wa huwa ahadu alladhina, naye ni mmoja kati ya wale ambao katabu al-mushafa li Uthman, waloandika kwa mikono yao msahafu wa mwanzo kabisa aliyokusanya sura zote za Uthman, kwani sura zilikuwa mbalimbali hazikukusanywa. Sasa Uthman akapata rai kwamba akusanye msahafu. Basi lilipokuja jambo hilo, Sayyid Uthman alikuwa na msahafu ambao umeandikwa kwa hati ya Uthmani, waandishi wake alikuwa mmoja ni huyu bwana Said ibn al-As. Wakana, na alikuwa Sayyid Uthmani istamalahu ala al-Kufa, aliwahi katika ukhalifa wake Sayyid Uthmani kumtumia huyu kama ni gavana wake katika mji wa Kufa Iraki. Wa ghaza bin nasi Tabaristan, bwana huyu amewahi kushiriki vita vya jihadi pamoja na watu wengine waislamu katika miji ya Tabaristan. Wastamalahu Muawiya, alipokuja kukaa kwenye ukhalifa Muawiya vile vile akamtumia bwana huyo vile vile ala al-Madinati, kumpa amri kwamba awe ni gavana Madina. Wamata fi qasrihi, akafariki dunia bwana huyu Said ibn al-As katika jumba lake la ghorofa kubwa, bila ursati, katika mji wa Ursa, ala 3 amyal, likiwa kipande cha meli 3 kiasi hivi, min al-Madina, kutoka ndani ya mji wa Madina, katika mwaka wa 58 Hijria. Wadufina bil Baqi'i, na akazikwa kwenye kile kiwanja walichokuwa wakizikiwa masahaba kiitwacho al-Baqi'. Hiyo ndio tarehe fupi ya huyu bwana Said ibn al-As. Tokeo hilo la Sayyidina al-Husayn kumtanguliza mbele Sayyidina huyu bwana Said ibn al-As, na ikawa ni hoja kwamba yule mtu mwenye madaraka yale apewe kusalisha maiti yule. Hadithi ile akhrajahu al-Hakim, ameitoa Imam Hakim, wal Baihaqi, wazada fi akhirih, na Imam Baihaqi akazidisha mwishoni mwa hadithi hii akasema hivi: wakati Sayyidina al-Husayn anamsukuma Said ibn al-As ili asalishe maiti ya kaka yake, na bwana Said ibn al-As alikuwa na sita, anakuwa mgumu kidogo, alikuweko Abu Huraira bali. Faqala Abu Huraira, akasema Abu Huraira, atunafisuna ala ibn nabiyikum, hivyo nyinyi mwashindania juu ya maiti ya mtoto wa mtume wenu, yapokuwa ni mjukuu hapa katika hivi nabiyikum, sawa sawa. Biturbati, tena mnashindania kwa kutokana na udongo, tudfinunahu fihi, ambao sasa hivi mtakwenda kumzika huyu. Mwashindania nini hapo? Hebu na aingie mmoja asalishe. Alikuwa anafanya vigumu sana Said ibn al-As.
kwa kuona Hasan ndugu yake anamtanguliza mbele salia. Akawaambia Abi Hurairah, mwashindania nini kwa mtoto wa mtume huyo na hali ya kuwa mnakwenda kumfukia kwenye ardhi? Waqad sami'tu Rasulullah, na hali ya kuwa mimi nilimsikia mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam yakula, asema hivi, man ahabbahuma faqad ahabbani, mwenye kuwapenda wawili hao Hasan na Husayn basi kanipenda mimi mtume. Alitamka mtume hayo katika hadithi, katika ukamilifu maneno yake akasema, Husaynun minni wa ana min Husaynun, ahabba Allahu man ahabba Husayna. Kwa mfano Husaini ni katika mimi, ndani yake mtoto wa binti yake Fatima. Husaynun minni, Husaini anatokana na mimi, wa ana min Husayn, na mimi ni katika Husaini vile vile. Kwa hivyo ahabba Allahu, amempenda Mwenyezi Mungu, man ahabba Husayna, yoyote aliyempenda Husaini. Kwa hivyo hapa nyinyi mnashindana kumsalia kaka yake Husaini hapa sasa. Hasan amekufa, mnashindana wewe wendi na wewe wendi. Kwa nini? Na mimi nimshikia mtume, atakayempenda huyu kampenda mtume. Hebu nendeni mara moja mmemridhisha mtume wa Mwenyezi Mungu. Na mtume akasema, wa man abghadhahuma, na yoyote mwenye kuwabughudhi wawili hao, faqad abghadhani, huyo pia atakuwa amenibughudhi mimi. Aliyewapenda hao kanipenda mimi, na aliyewabughudhi wao kanibughudhi mimi. Vipi kumpenda Hasan na Husaini? Kumpenda Hasan na Husaini ni kuthibitisha mpenzi yake mtu kama anavyotakiwa kupendwa mtume, yani kuwafuata katika muongozo wa kidini, na sio kujidai kuwapenda kwa kuweka kila mwaka upigaji wa vifua na hivi na hivi, na isiyo mapenzi yale, kwa sababu wao wenyewe walikuwa hawanayo mambo hayo abadan, walikuwa kimfuata mtume moja kwa moja. Kwa hivyo mwenye kuwapenda wawili hawa itakuwa wanafuata mwendo wao, kwa kuwa wao walikuwa kimfuata mtume. Ndio mapenzi alokusudia mtume wa Mwenyezi Mungu hapo. Wa akhrajahu Ahmad aidan, na katoa hadithi hiyo Ahmad vile vile bihadhi ziyada, pamoja na ziada hii ya maneno ya Abi Hurairah, walakinahu lam yasuk, lakini hakukichunga kisa taqdim Sa'id lisalati, kile kisa cha kutangulizwa Sa'id ibn al-As kwenye sala, yeye ikawa Ahmad ibn Ahmad hakukichunga kisa kile. Wa inma ashara ilaiha biqawli, lakini aliashiria tu kwenye kisa hicho kwa tamko lake aliposema fadhakara alqissa, basi akakitaja kile kisa, hakukitaja chote, lakini aliashiria fadhakara alqissa. Ahmad bin Hanbal aliitaja hadithi hii kisha akasema fadhakara alqissa, akakitaja kile kisa. Nani huyo? Bwana Abi Hazim aliyozungumza hadithi hii. Abi Hazim wakati anaelezea mambo haya Ahmad bin Hanbal